Kwa haraka haraka ni miaka 13 tangu kuasisiwa kwa chama cha Chauma. Kuna chochote ambacho unaweza kuzungumza kwamba ni mafanikio ya Chauma au la, kuna namna ambayo umepitia ingawa kuna waliokuja kati hapa kabla ya wale waasisi wenyewe? Nini ambacho unajivunia na kipi ambacho kwenu mnaona kwamba ni kikwazo? Miaka 13. 2013 mpaka leo ni miaka 13 karibia Chauma imeasisiwa kwenye harakati za vyama vingi na ushiriki pia wa uchaguzi wenyewe kwa nafasi yako. Unaweza kusema chochote? Karibu sana. Kwanza ni washukuru wa watu wa Crown kwa mwaliko huu, lakini pia naweza kusema ya kwamba moja kati ya mafanikio ya chama cha ukombozi wa umma Chauma kwa muda wa miaka 13, kwa sababu chama kimesajiliwa 2012 na sasa hivi ukipima mafanikio tangu chama kimeanzishwa kilikuwa hakijawahi kupata mbunge kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kimepata mbunge wa jimbo la Segerea, lakini pia kimepata wabunge wawili wa viti maalum. Lakini tangu chama kimeanzishwa kilikuwa hakijawahi kupata diwani. Kina madiwani sasa hivi 15, 11 wa kata, lakini pia 4 wa viti maalum. Ina maana ukiangalia ni mafanikio makubwa ambayo kwa Chauma inayo, hasa kwa wale ambao wameanzisha chama. Kwa sisi ambao tumehamia, yawezekana mwingine akaona ni mafanikio madogo, lakini kwa yule mtu ambaye ameanzisha chama ataona kwamba kuna hatua ambayo tumepiga. Ngome ya Chauma ni wapi? Nje hayo mafanikio ambayo yameyataja kwamba mnajihisi sasa mkienda mnajua hapa tuna wanachama. Nje ya idadi ambayo umetaja madiwani, nafasi ya ubunge. Ngome ya Chauma inatafsiriwa kutokana na uchaguzi mkuu uliopita. Tuliweka wagombea 156 wa ubunge. Katika wagombea hao kuna majimbo yalifanya vizuri, ikiwemo jimbo la Bariadi vijijini, ikiwemo jimbo la Mpanda mjini, ikiwemo jimbo la Ilemela, lakini pia ikiwemo jimbo la Mvumi, ikiwemo jimbo la Mlimba, ikiwemo jimbo la Moshi vijijini, ikiwepo jimbo la kwa Dar es Salaam hapa, jimbo la Kinondoni lifanya vizuri, jimbo la Mbagala lifanya vizuri, lakini tuna Kibaha mjini, Kibaha vijijini lifanya vizuri. Maeneo ni mengi ambayo Urambo pia tulifanya vizuri kule mkoani Tabora. Sisi tunajipima kutokana na majimbo tulioweka na kazi kubwa ambayo walifanya wagombea wetu. Na ukiniuliza, kwa sababu umeniuliza swala la ngome, nitakwambia ngome ni maeneo yote yale ambayo yamefanya vizuri na yako kwenye rekodi ambayo yanaonekana. Tukizungumzia uchaguzi uliopita kwa kwenu nyinyi na tathmini, kwa sababu ni kitengo chako organization na uchaguzi pia, unaweza kusema chochote? Kitu cha msingi ambacho mimi ninachoweza kusema ni kwamba chama cha siasa ni taasisi ya uchaguzi. Na kama ni taasisi ya uchaguzi, chaguzi zinapotokea, wajibu wa chama cha siasa lazima kishiriki uchaguzi. Changamoto zinaweza kuwepo, lakini changamoto hizo ziko changamoto za kwetu za ndani, lakini pia zinaweza kuwa changamoto za nje. Na changamoto za nje ndo zinakipa afya chama cha siasa kuendelea kuzidai changamoto hizo. Na haraka sasa, ninapozungumzia uchaguzi, maana yake kwenu ulikuwa na tija, kwenu haukuwa na tija, kuna kasoro zozote? Natumai mmefanya tathmini. Nikisema katika kitengo chako kichama, nini ambacho mlibaini kutaka mafanikio zaidi haya ambayo mmeyafikia? Chama chochote kinaposhiriki uchaguzi kina malengo ya kushika dola. Na malengo ya kushika dola, tunatamani kabisa kwamba tuweze kuongoza halmashauri, lakini pia tuweze kuongoza kambi rasmi ya upinzani bungeni, lakini pia tuweze kuongoza serikali kuu. Hizo ndo dola za nchi hii kwenye uchaguzi. Kwamba tukipata kuna jimbo madiwani wengi, tutaongoza halmashauri. Sisi ndo tutakuwa watawala kwenye eneo hilo. Lakini pia tukipata wabunge wengi, tutaongoza bungeni, kwa maana sisi ndio tuna uwezo wa kutoa fursa kumpata waziri mkuu, kwa sababu kwa mujibu wa katiba hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwamba chama chenye wabunge wengi ndio kinatoa waziri mkuu. Sio kwamba rais aliyechaguliwa ndio anatoa waziri mkuu. Sasa kwa tafsiri hiyo, maana yake ni kwamba malengo yetu yalikuwa ni makubwa, na hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba matokeo haya yametokea tunafurahia nayo. Kwa sababu hayajatufikisha kwenye malengo yale ambayo tunayokusudia na malengo ambayo yanaonekana.
Nini kipo Chauma kwa sasa na hasa sekeseke la katibu mkuu? Chauma pako shwari, na hata jana katibu mkuu anayekaimu amezungumza. Chauma pako shwari. Tofauti yetu Chauma na vyama vingine, na hili ningekwambia mtangazaji, ni kwamba tofauti ya Chauma na vyama vingine kwenye nchi hii ni moja tu. Chauma tulikubali kufanya siasa za kistaarabu, na siasa za kistaarabu hazitafsiriwi tu kwamba ni siasa za nchi za nje, ni siasa hadi za ndani sisi wenyewe, namna gani tunaendesha mambo yetu, kwa sababu tukio lililotokea linamhusu kiongozi mkubwa. Lakini ungeona sekeseke, watu wameshikiana viti, watu wamegombana, watu wamekuja kwenye vyombo vya habari huku wametoa matusi, lakini ni kwa sababu tunaheshimu, tuna katiba yetu, tuna utaratibu wetu, tuna utamaduni wetu. Linapotokea jambo, kuna vikao vya chama, utaratibu za chama, mnalisovu ndani ya chama, na mkitoka mnatoka wamoja na mnazungumza kwenye vyombo vya habari kwamba msimamo wetu wa chama ni huu, na kama kuna miongoni mwetu kuna kiongozi ambaye amekosea, basi tunasema kwa staha kwamba jamani, hapa tulipofika mwenzetu tumemwacha njiani, sisi tunasonga mbele. Na huo ndio wajibu ambao sisi tunafikiria kwamba vyama vyote kwenye nchi hii viweze kufanya, kwa sababu malengo makubwa ya wanasiasa kwenye vyama hivi ni kila mmoja ndoto zake ziweze kutimia, na hakuna namna pekee ambao unaweza kusema mafanikio ya chama cha siasa yana tofauti au yanakinzana na ndoto zako. Wewe mtangazaji, leo ndoto zako zikitimia ndio mafanikio ya Crown. Mimi ndoto zangu zikitimia ndio mafanikio ya Chauma. Yani haya mambo yanaenda pamoja. Yani Chauma haiwezi kufanikiwa mpaka mimi nifanikiwe. Sasa kama kuna changamoto inatokea, tunaona kwamba hapa kuna mwenzetu hawezi kutufikisha tunakotaka kufika, tunasema hapana, wewe pumzika, then sisi tuweze kukisogeza hichi kijiti, mafanikio yakitokea ili chama kiweze kutokea. Na mifano hiyo ipo. Mfano Segerea, Agnesta alitaka ubunge na alikuwa na passion ya kutaka ubunge. Ukimwangalia mwili wake unauona kabisa dhamira yake ya ndani kwamba anautaka ubunge. Kaupata ubunge. Leo tunasema kwamba mafanikio ya Chauma ni kwa sababu tuna mbunge, lakini ni nani? Ni mtu aliyekuwa anataka ubunge kutoka moyoni mwake. Tukizungumzia katibu, kabla ya huyu naibu kwa chama kile na jambo ambalo limepita kwenu, ipi tuhuma kubwa? Maana kila mmoja amekuwa mzungumzaji na akisema ambayo imemfanya akae na apishe uchunguzi, na sasa kuna mtu ambaye anakaimu nafasi hiyo. Sasa hivi anayekaimu nafasi hiyo ni aliyekuwa naibu katibu mkuu Bara Benson Kigaila, ndiye anayekaimu nafasi ya katibu mkuu. Unajua kuna mambo mengi watu unajua sasa hivi teknolojia ni kubwa. Kila mmoja anazungumza. Tuhuma kubwa ni ipi? Na wewe uko ndani ya chama kwa nafasi yako kubwa, ni kitu gani hasa kimemfanya katibu awekwe kando ili mengine yaweze kuendelea? Juzi baada ya kikao, mwenyekiti wa chama taifa kwa niaba ya halmashauri kuu alitoa tamko la halmashauri kuu, sababu za msingi ambazo zimepelekea katibu mkuu kuweza kusimama. Na moja ya sababu alizungumza kwamba ni kuendesha chama kama mali yake binafsi. Sasa wengi wanazungumza tuhuma nyingine na nini. Unajua kwenye katiba imeandikwa kila mmoja ana majukumu yake, na hata wewe hapa mtangazaji hapa Crown, kila mtu ana majukumu yake. Sasa ukiingilia majukumu ya watu wengine ukafanya tafsiri yako, sasa unataka uchukue majukumu yote ya Crown hapa yawe ya kwako. Tafsiri yako tutakutafsiri kwamba wewe ni mwandishi ambaye unaendesha Crown kama familia yako. Sasa ukishafikia hapo, watu hawezi kuendelea, wanasema hapana, tupishe. Sasa haya mambo mengine yanaendelea kwa sababu ni wajibu wa kikatiba, majukumu ya kila mmoja yameandikwa, ya kila kiongozi, na watu wanaweza kupitia. Sasa yakitokea watu wakachanganya mambo mengine kwa wakati mmoja, inakuwa ni shida. Lakini katiba imeandika majukumu ya katibu mkuu ni yapi. Pale ambapo akishindwa kuyatimiza majukumu, maana yake uteuzi wake unakoma. Unajua kuna wakati najiuliza kwamba chama kinakuwa na ilani ambayo ni miaka kadhaa, lakini kuna sera ambayo inachukua miaka mingi kuliko ilani. Muundo wenyewe katika sera yenu ukoje, na hasa kinchi? Tunatambua kwamba nchi sasa hivi iko katika hali ya mpito, yaliyotokea na yale ambayo vyama vingine vikikuwa vikizungumzia, na wakati mwingine vijana wakitajwa. Kabla ya kuja kwa vijana, na nafasi yako inahusu pia vijana, hebu nipe sera yenu ikoje kwenye swala muundo wa nchi au wa kinchi? Iko hivi, tena umeniuliza swali zuri. Watu wengi huwa wanachanganya sera, wanachanganya ilani, wanachanganya itikadi, wanachanganya falsafa.
unapoanzisha chama cha siasa lazima uwe na nyenzo moja ambayo inaitwa itikadi. Na unapoanzisha chama, unapokuwa na itikadi, ndio itakayokupeleka kwenye sera, kwamba ninyi itikadi yenu ni ipi. Sisi Chauma itikadi yetu ni itikadi ya mrengo wa kati. Hatufungamani na upande wowote. Tupo katikati. Sasa sera yetu ni nini Chauma, kutoka kwenye itikadi isiyofungamana na mrengo wa kati. Sera yetu, tunaamini katika uchumi wa soko, na sio soko huria, uchumi wa soko la kijamii ambalo linatoa fursa kwa wanyonge, linatoa fursa kwa wenye nacho, linatoa fursa kwa wasio nacho, kuto kumwacha mtu nyuma. Hiyo ndio sera yetu ya Chauma. Mnasimamaje kwa vijana, hasa pale yanapotokea mambo ambayo wakati mwingine inaweza kaharibu taifa au ikawa sababu ya upotevu wa amani? Tunaizungumza Tanzania, kumekuwa na rapsha za hapa na pale juu ya maandamano. Vijana kwenye kutumika hasi au chanya kwa taifa, unazungumziaje hiyo kwa mujibu hicho ambacho mmekizungumza na sera yenu, mrengo wenu, hasa kwa vijana? Shida kubwa inayotokea ni kwamba vijana hawajapewa fursa ipasavyo. Leo hii vijana wakilalamika wanatafsiriwa wana njaa, wanatafsiriwa kwamba wanataka pesa. Fursa pekee ambayo sisi Chauma tulionayo tunapozungumzia uchumi wa soko ni kumdhibiti mwenye nacho, kuhodhi hata kwa mtu ambacho hana. Tunazungumzia vijana wa nchi hii leo hii wana changamoto nyingi. Ni nani ambaye amewapa platform ya kusikiliza changamoto yao? Lakini pia tunazungumzia vijana wa nchi hii, tuna katiba ya nchi. Katiba hii ya nchi ya mwaka 77 hakuna kifungu chochote kinachomzungumzia kijana wa Tanzania hapo. Kwa maana ipi? Tunapozungumza kwamba huyu kijana wa Tanzania tunayemwandaa anawezaje kusaidia mchango kwenye taifa lake, kwa sababu humu wamezungumza watu wengine wote kwenye katiba hii, wamezungumza wabunge namna gani wanachangia mchango kwa taifa. Humu wamezungumzia masuala ya ardhi. Kijana umemzungumziaje humu? Namna gani kijana anapata fursa kwenye taifa lake ambalo lenye rasilimali za kutosha? Sasa kwa mazingira hayo, ni nini kinachokuja kutokea? Ni kwamba mabadiliko makubwa ya teknolojia yanayotokea yanamwacha kijana nyuma. Ndio maana unaona vijana wanaonekana ni watu ambao ni wala malalamiko, lakini hawajatengenezewa fursa na njia za kuweza kufikia malengo ambao wanayokusudia. Wanasiasa wamekuwa sehemu ya ushawishi wa vijana kuwa hasi. Yawezekana ikawa chanya pia wakati mwingine. Nyinyi mnasimamaje kwa haya ambayo yanatajwa sasa hivi, maandamano, na haonekani yule ambaye amejitanua mbao kusema kwamba sisi ni Chauma, sisi ni Chadema, tunatangaza maandamano na sisi tutakuwa vinara wa maandamano? Kwani nyinyi ikoje na haya ambayo umezungumza kwa mujibu wa katiba? Sisi kwa upande wetu ni kwamba tunaamini kabisa kwamba ni lazima na wajibu kwa walio madarakani kuhakikisha wanaweka mazingira sahihi ya kuweza kuwapa fursa vijana waweze kuzungumza kile kinachowakera. Na vijana wengi sisi yani changamoto zetu tuna majibu nazo. Kwa mfano leo kuna vijana ambao ni machinga. Tutarejea. Kidogo hapa kiufundi hapa kwa sawa, lakini tutaendelea hapo kwa maswali mawili matatu. Patakapokuwa sawa tutarudi kidogo kulipa bili, na zaidi hapa tunazungumzia Coca-Cola, moja kati ya wadhamini wakuu, official sponsorship ama official sponsor kwa kombe la dunia. Tupata kuzungumza juu ya zawadi na mambo mengine mengi. Tulikuwa tukiendelea hapo, na ukiendelea wakati mafundi ukiweka sawa, baadaye pia tuweze kulipa bili. Hapo sehemu ya vijana na namna nyinyi ambavyo mnaweza mkawachep, lakini tunatambua kwamba kumekuwa na madai ya katiba na wengine wakishurutisha maandamano kudai katiba nje ya mengine. Kuna wanaotajwa wanaharakati. Sijajua kwani wana nafasi gani, na katika ombwe hili ambalo tunalo kwa sasa, mngetamani nini juu ya katiba? Tume huru pekee kama madai mengine wanasiasa, au kuna namna nyingine ambayo Chauma mnaiona? Kwanza katiba sio kwa ajili ya wanasiasa.
Katiba sio kwa ajili ya wanasiasa. Katiba ni nyaraka ambayo inaishi. Ni nyaraka ambayo kila mmoja anapaswa kushirikishwa ipasavyo. Na wengi wanataka katiba wakitafakari kwamba wanasiasa wanataka katiba kwa ajili ya tume huru. Tukitengeneza katiba katika sura hiyo ya kwamba kuna wanasiasa wanataka katiba kwa ajili ya tume huru, tutakuwa hatulitendei haki taifa. Kuna mapito mengi yametokea tangu mchakato wa katiba wa Rioba mpaka hapa ulipofikia. Kuna mapito mengi yametokea. Moja kati ya mapito mnafahamu, wakati akiwepo marehemu hayati John Pombe Magufuli, mambo yaliyotokea. Kuna mapito yametufundisha mpaka hapa tulipofika. Kuna yaliyotokea Oktoba 29, kuna mapito yametufundisha. Sasa tunapokwenda kuandika katiba, lazima iwe katiba shirikishi ya makundi yote, ili kila mmoja kile ambacho anaona kina mchango wa taifa hili kuweza kutoka hapa tulipo kwenda mbele aweze kuweza kuchangia kwenye nyaraka hii, kwa sababu nyaraka hii ndio msahafu. Nyaraka hii ndio msahafu ambao unaishi na ambao unatusaidia sisi kutoka hapa tulipo na kuweza kuifanya Tanzania iwe bora zaidi. Tunapozungumzia vyama vya siasa, kuna vile ambavyo vinaungana katika baadhi ya hoja. Kwenu nyinyi hii ikoje? Tunaangalia mifano ya vyama vingine, Chadema, ACT Wazalendo, wanajipambanua hasa kwenye swala la kudai katiba tofauti na Chauma mlivyo. Sijui kuna chochote ambacho unaweza ukatofautisha juu ya madai ya vyama vingine? Mfano haya imetolea ACT ambao wanatambulika kabisa kwamba mrengo wao pia ni kutaka serikali tatu, lakini pia upande wa Chadema pia wao ni serikali tatu na kuna wakati wanazungumzia moja. Nyinyi mnasimamia wapi nje ya yale ambayo yameonekana pia ni madai ya baadhi ya wanasiasa hasa kutaka tume huru na mengineyo? Sisi msimamo wetu uko wazi. Msimamo wetu wa katiba unaendana kabisa na msimamo wetu wa kisera. Yaani hatuwezi kuwa na msimamo wa kisera ambao unakinzana na katiba. Sisi ni waumini wa serikali tatu. Chauma tunaamini katika mfumo wa serikali tatu. Na malengo ya mfumo wa serikali tatu ni kugatua madaraka, kwamba watu wa upande wa Zanzibar wafanye mambo yao yale yanayohusu Zanzibar, watu wa upande wa bara wafanye mambo yao yanayohusu bara, na tuwepo na serikali ya pamoja, kwa sababu sasa hivi sio muungano ule wa zamani ambao ulioasisiwa na Karume na Mwalimu. Sasa hivi tuna muungano mpaka wa vizazi. Kuna watu wameoa Zanzibar, lakini pia kuna watu wameoa bara. Sasa tumekwenda mbali, manake tukiwa na muungano ambao ni wa pamoja, kuna rais wa Zanzibar, kuna rais wa Tanganyika, katikati kuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, manunguniko na malalamiko yataisha. Huo ndio msimamo wetu wa Chauma. Lakini tukizungumza kwenye swala hili la sasa madai yenu na mkiwa mnafanana na vyama ambavyo nimevitaja ACT, Chadema, kitu gani kinawafanya msiwe mbele? Na hapa kati kulikuwa kuna mikutano inafanyika, kwa mfano chama cha Chadema mikutano imezuiliwa, sijajua tamko lako litakuwa lipi au maoni yako ni ipi? Kitu gani kinafanya msiungane kama wana vyama, wana siasa ambao mnania kushika hatamu kama Chama cha Mapinduzi? Shida tunatofautiana kwenye approach, namna gani tunaliendea hili jambo, kwa sababu tunataka katiba. Na kama tunataka katiba tunaipataje? Kwa sababu tuna historia ya mchakato huu ulipokwama hatukuweza kutoka hapa tulipofika. Na kama hatukuweza kutoka hapa tulipofika, wajibu mkubwa ambao ni wa kwetu kama Chauma ni kuhakikisha tunaishauri mamlaka zilizopo kwamba kama uhitaji wa katiba ni muhimu kwenye taifa hili, njia gani tunazozitumia. Na maana yawezekana tukawa tunatofautiana katika approach. Kwa mfano, sisi tunaamini ili mchakato wa katiba ya nchi hii uweze kufanyika ipasavyo, lazima kuwepo na mazungumzo. Sio maridhiano, mazungumzo. CCM wanahubiri maridhiano. Mazungumzo kwenye kada ipi? Mazungumzo katika sehemu ipi? Mazungumzo iko hivi, kuna shida na CCM wanakiri kabisa na serikali inakiri kabisa kwamba kuna shida, na kama kuna shida kuna umuhimu wa katiba. Na hata rais alipokuwa anafungua bunge alizungumza akasema kwamba mpaka ifikapo 2020 na 30 nchi itakuwa imepata nini? Imepata katiba. Sasa tunaipataje hiyo katiba? Ndio shida inapoanzia hapo. Wengine wanaamini kwamba CCM watahodhi katiba. Mtaa wetu ni maarufu sana na haupo mbali na wewe. Ni hapo tu, mtaa wa tatu kutoka kwako. Mtaa wa tatu.
yote na Coca-Cola kwenye Hello Crown. Mtaa wa tatu. Tunahitaji mazungumzo ya kisiasa, tunahitaji mazungumzo ya kiuchumi, tunahitaji mazungumzo ya kijamii. Ukitengeneza katiba ambayo inaweza kubeba haya mambo matatu, utaondoa mambo yote ambayo yana manunguniko kwenye jamii. Na wakati katiba inaandikwa, mazungumzo lazima yawe yanaendelea. Kwa mfano leo kukaandaliwa chombo au makundi haya yakaunganishwa, tukapata kundi rejea la kuweza kuchakata haya mambo. Kuna watu ambao hawako kwenye masuala ya siasa, wako kwenye masuala ya uchumi tu, ambao tunazungumza wafanyabiashara. Hawana interest yoyote na masuala ya siasa. Kuna watu wako kwenye masuala ya kijamii, hawana interest yoyote na masuala ya kisiasa. Wao ni masuala ya kiuchumi na masuala ya kijamii. Kwa mfano wawekezaji, wao wanataka ardhi. Ardhi ni mali, tunasema ni mali ya wananchi, lakini ardhi imehodhiwa na serikali, ndio wanaoisimamia ardhi. Huyu mwekezaji anataka akienda kule kijijini apate ardhi kwa bei nafuu. Wale wananchi wanataka akija mwekezaji kwa ajili ya kuwekeza waweze kunegotiate nao. Watu wanazulumiwa, anakuja mwekezaji, watu wanaondolewa. Sasa mazungumzo yakianza kwenye nyanja hizi, huku mchakato wa katiba unakwenda, maana yake mnakwenda pamoja. Pale ambapo mnakwama, mnaendelea kwamba ili tulifanya hivi, tulifanya hivi. Mkimaliza mnajikuta mmefanya mazungumzo, mchakato wa katiba umekwenda, ndiko mnakwenda kwenye maridhiano. Kwa hiyo kwanza ni mazungumzo, baadaye maridhiano. Baadaye maridhiano. Maridhiano yanatokea tayari katiba imeshapatikana. Kilichokosekana kwenye bunge la katiba, tulitaka kufika, tulichogombana mwisho wa siku ilikuwa ni maridhiano. Hatukuridhiana, ndio maana katiba haikupatikana. Lakini kama tungekuwa na process ya mazungumzo, kuna timu inaendelea, na wewe unajua hata vitani mizinga inapigwa, watu wanazungumza. Mambo yakikaa vizuri huku, watu wanaambiwa jamani shusheni mizinga chini. Endeleeni. Ndiko utaratibu unapatikana. Sasa hivi watu wanataka twende tukakubaliane kwenye maridhiano, tusainishane, alafu ndio twende kwenye process ya katiba. Unaanza process ya katiba tu, mtu atakwambia huyo aliyemteua huyo anamteua kwa interest zake. Hao walioteuliwa kuwa kwenye bunge la katiba au kwenye bunge kwa ajili ya kupitisha michakato ya katiba, hao wameteuliwa na mtu mmoja. Mnarudi kule kule. Sisi Chauma tunaamini kwamba lazima tuanze na mazungumzo, si maridhiano. Alafu baadaye ndio tunafuata maridhiano. Iwe ndio mstari wa mwisho. Tukisharidhiana, kinachofuata ni kwenda kuijenga nchi. Siasa za hisia, siasa za ukakasi, lugha ambazo sizo, siasa za kuhimiza maandamano, kwenu zina nafasi gani kuvusha taifa kuelekea haya ambayo umeyazungumza, maridhiano na mazungumzo? Inawezekana ni namna ya watu jinsi walivyoumbwa kuongea, kuadresi, lakini ninachoamini kwamba hakuna chama cha siasa ambacho hakina falsafa wala sera. Hakina itikadi wala falsafa. Misimamo yetu huwa inasimamiwa na itikadi zetu, na kupeleka ujumbe kwenye umma huwa unasimamiwa na falsafa. Na kwa mfano nasema hivi, kwa nini nasema hivyo? Ni kwamba hata kwenye imani zetu za dini, Waislamu, Wakristo, ili uweze kupata ufalme wa mbingu kwa upande wa Wakristo, falsafa ya Wakristo, lazima ufanye yale yote aliyoamrisha Yesu Kristo, ndio utaona ufalme wa mbingu. Tafsiri yake, matendo yako wewe lazima yaendane na yale aliyoamrisha nani? Yesu Kristo, ili uweze kuona ufalme wa mbingu. Vivyo hivyo kwa Waislamu, usipofuata yale ambayo ameamrisha Mtume Muhammad, huwezi kuona pepo. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.